Bati 140 za futi 10 ndizo ambazo zinatumika kwenye ujenzi wa hili jengo, lakini kwenye upande wa tofali zinaenda jumla ya tofali 3000. Na katika tofali za 3000 ni tofali za block, ila ukija kwenye upande wa tofali za kuchoma hapo zitahitajika jumla ya tofali 10,000. Hili jengo lina vyumba vitatu vya kulala, vyumba viwili ni self, chumba kimoja cha kawaida kwa maana ya single, ila humu ndani kuna sebule kubwa, dining, jiko, store pamoja na choo cha public ikiwa na mpangilio kama ufuatao. Na hapo upana wa hili jengo ni mita 12.2 na urefu ni mita 11.1. Approximately tunaweza tukasema ni mita 12 kwa mita 11. Jengo ni nzuri sana of course, kwa sababu kila kitu cha ambacho kinahusisha jengo la kisasa kipo humu. Lakini kitu ambacho nimekipenda kwenye hili jengo, matumizi ya zege yanakuwa ni madogo, kwa sababu veranda zake zimepunguziwa urefu kiasi kwamba hazita kuchukua gharama kubwa sana kuikamilisha veranda hiyo. Ukiangalia veranda ya mbele ina nguzo tu mbili za upande mmoja, ambapo unaweza kaweka moja ukiweka mbili whatever, bado muonekano utabaki vile vile. Lakini ukija upande wa nyuma kwenye veranda upande wa jikoni, hii haina nguzo hata moja. Sasa unaweza kuona namna gani ambavyo jengo hili likawa na unafuu kidogo kwenye issue ya ujenzi. Ukija kwenye upande wa sebule, imedesigniwa vizuri sana kwa sababu ukuta wetu wa TV ni mrefu wa kutosha. Kwa hiyo hata kama utataka uweke inchi 200, ni wewe sasa hapo na bajeti yako na uwezo wako utakuwa unafika wapi. Sasa upande wa pili kuna vyumba vile ambavyo ni self. Vyumba hivi ni self lakini vinatofautiana size. Chumba ambacho kiko upande wa nyuma wa jengo kina size kubwa kuliko chumba ambacho kiko katika upande wa mbele wa jengo. Kwa wewe kama mkuu wa familia hii utachagua ukae wapi. Ukao upande wa nyuma, ukao upande wa mbele, wewe unachungulia wageni. Na ukiangalia dining ilivyosetiwa, of course inafanya urahisi sana wa kuingia dining hata kama mtu ameingia sebuleni na anakuta watu wanapata chakula. Yaani haina haja ya kuanza kuwaruka watu kwenye makochi ndio uelekee dining. Kwa hiyo urahisi huo unafanya jengo hili kuwa zuri na la kisasa na lina mvuto kweli kweli. Upande wa choo cha public kiko karibu sana na chumba ambacho ni single. Kwa hiyo hata kama mtu ni mgeni amepata dharura yake, ni rahisi sana kwenda kumaliza haja zake hapo bila hata kupata bugudha au kutoa usumbufu kwa wale ambao wanakuwa wanaishi katika upande wa pili wenye vyumba ambavyo ni self. Sawa, nikukumbushe tu wewe ambao unapatikana Mpanda na unataka tofali za block, basi namba ya simu ni hiyo hapo. Piga simu tuambie unataka tofali ngapi, sisi tukuletee site kwako. Sawa, ukitaka bati, ukitaka mbao za kench, piga simu, sisi tutakuletea site kwako. Lakini pia ushauri kuhusiana na ramani ambazo unataka kutumia kwenye ujenzi wako tunatoa pia. Unaweza kutuuliza sisi tukakwambia, na ndio hii inakuwa faida kubwa kama ukitutumia sisi kwenye material ambayo unataka kuwa unahitaji kuyapata. Sawa, hili jengo lina store. Sawa, hii store inaweza ikawa inasaidia kutunza vitu kwa ujumla, hasa kama vitakuwa vikubwa katika shape zake. Kwa hiyo kuwepo kwa store ya namna hii hapa kunalifanya jengo hili kuwa na sifa kubwa zaidi. Pengine hata kijijini linaweza likajengwa. Ujue kijijini na mjini ni mazingira tofauti. Japo kwa sasa hivi tunajaribu kukaribiana, lakini utofauti unazidi kuonekana kwa sababu kijijini utahitaji kuhifadhi vitu katika size kubwa tofauti na mjini. Tunatumia makabati na nini, ni ngumu kuweka gunia la mahindi kwenye kabati. Hapo labda utengeneze kabati lako jipya of course, lakini kwa kijijini lazima uhifadhi hivyo vitu kwa sababu ya namna ambavyo vyakula vyao vinapatikana na namna ambavyo wao wanatunza chakula cha muda mrefu zaidi wanakitunza nyumbani. Sawa, nikukumbushe tu kwamba ramani hizi huwa tunaandaa kulingana na mahitaji ya mteja. Kwa hiyo hata wewe hapo unaweza kaweka mahitaji yako na tukakuandalia ramani vile ambavyo wewe unahitaji, na hakuna kipengele ambacho kitakachotokea hapo. I love it. You guys are so great. Sisi tunaelewana? Sasa kama bado haujatazama ramani hizi kupitia WhatsApp yako, hii nayo ni inakuhusu. Sawa, WhatsApp yako sasa inaweza ikatumika kama platform ya kutazama ramani hizi tunazokuwa tunaziweka kwenye mitandao ya kijamii. Kila tunapokuwa tunaziposti mitandaoni, basi wewe unakuwa sehemu ya watu wa kwanza kutazama ramani hizo. Cha kufanya ni hivi, tutumie message WhatsApp kwenye namba hiyo inaonekana kwenye kioo cha simu yako hapo, ambayo ni 0758220690. Tuma message WhatsApp, andika neno niunge. Sawa, akishaandika neno niunge, baada ya hapo tutakupatia link, na kupitia link hiyo utaweza kujiunga na WhatsApp channel yetu, na kila tunapokuwa tunaweka ramani kupitia mitandaoni, basi wewe utakuwa unazitazama moja kwa moja. Usisahau kutufollow mitandao ya kijamii, lakini pia usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu.